Naam, asante sana msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Leo na kukaribisha kuweza kusikiliza yale yaliyojiri katika jimbo la Kivu ya Kusini kulingana na mapambano ambayo yaendelea kushuhudiwa siku baada ya siku. Jina langu ni Omari Makelele Ozile. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Katika habari hizo za mapambano jimboni Kivu ya Kusini ni kwamba mapambano makali yameripotiwa siku ya Jumapili ya tariki 13 Aprili 2025 kati ya jeshi la akiba la nchi ya DRC wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC dhidi ya wahasi wa M23 AFC maeneo ya Kavumo kunako kilomita kadhaa kaskazini mwa mji wa Bukavu. Jeshi la wazalendo pamoja na jeshi la Kongo FARDC walianzisha mapambano hayo makali kwa ajili ya kuhakikisha wanakomboa uwanja wa ndege wa Kavumo ambao unamilikiwa na wahasi hao wa M23. Hata hivyo, wazalendo na jeshi la taifa FARDC kisha kuendesha mapambano hayo kila mara katika tarafa la Kabare, vijiji vingi vimedhibitiwa sasa na jeshi hilo la wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio walisema kuwa katika mapigano hayo yaliyoendeshwa pa Kavumu, milio ya risasi nzito nzito na zile za rasharasha ziliweza kusikika, ambapo wazalendo wanaendelea kusonga mbele huko wakisema lazima miji yote ambayo inashikiliwa na wahasi hao wa M23 na usapotiwa na Rwanda iweze kukombolewa. Wakati hayo yakijiri jimboni Kivu ya Kusini, vile vile hata katika jimbo la Kivu ya Kaskazini mambo yaendelea kupamba moto, ambako wazalendo waendelea kukiwasha na ambako siku ya Jumamosi ya tariki 12 Aprili mwaka utunao wazalendo wakishirikiana na jeshi la Kongo FARDC walishambulia mji wa Goma kwa risasi nzito nzito na zile ndogo ndogo na kusababisha hali ya usalama kuzorota zaidi katika mji huo wa Goma mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kisha mapambano hayo ya Goma, serikali ya DRC imesema kuwa watu zaidi ya 50 waliweza kuuawa. Imedhibitisha hivyo tangazo lililotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani siku ya Jumamosi ya tariki 12 Aprili 2025. Wakati ya kijiri, mapambano mengine makali yanaendelea kuripotiwa katika vijiji vinavyoinukia tarafa la Fizi, ambako kundi za wazalendo zinazoongozwa naye Kamanda Amuri William Yakutumba wanaendelea kukiwasha kabisa, wanaendelea kupigana na uhasi wa M23 ambao wameanza sasa kutingiza tena maeneo ya tarafa la Fizi. Vijiji vya Rugezi na Kangara, Bigaragara na Turonge ambavyo vilikuwa vinapatikana mikononi mwa M23 kwa sasa vyote vimemilikiwa na wazalendo ambao wanaongozwa naye Kamanda Amuri William Yakutumba, na mapambano mengine yanaendelea. Tutaweza kukujuza kadri mapambano hayo yanavyoendelea. Lakini vile vile katika sekta Tanganyika ni kwamba kamanda wa kundi la wazalendo wanaopatikana Paswima sekta Tanganyika tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Maile ameitisha vijana wote wa sekta hiyo ya Tanganyika na wale wa tarafa la Fizi kwa upekee kujiunga naye ili kupigania nchi ya DRC na yovamiwa na nchi ya Rwanda kupitia waasi wa M23 na kuachana na mawazo ya kukimbia katika nchi za kigeni. Kamanda huyo wa wazalendo amesema kuwa M23 sio kitu pale ambapo vijana wote wanakuwa pamoja kwa ajili ya kupiganisha popote pale wanapopatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii hapa ni sauti yake kamanda huyo Maile, anaeleza yafuatayo akiwa mbele vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Tumsikilize. Wale wenye kujua nchi ya Kongo ni nchi yao na wenye kuwa na uchungu ya nchi yao, kikao kinaweza kikalete faida, na wale wabebelo akiwezi kikalete faida kwa wale wenye kuunga adui mkono, wenye kupenda wauzishe nchi yao akiwezi kikalete faida kwenye wako wale wajinga. Vita zaidi ni Wakongomani, hawajue malengo na hawajue maana ya nchi yao. Wakongomani kuna vibaraka, sio Wakongomani wote. Wakongomani kuna vibaraka. Vibaraka ni wale wenye wajitambue, wenye kukaribisha adui kutoka nchi ya kigeni, wanaona ni ndugu yao na kumwachia nchi ili wakimbie kwa rushwa, kupewa rushwa ya adui na wanakimbia. Wale ndio wenye kuwababisha zaidi, lengo lao la kufukuza adui pamoja na kufyeka adui. Kuna ya Fizi
na watu wakasema kwamba umejia nini wale ambao wanakufuata kwa sasa? Wale ni wajinga wanamtangazaji. Ni wajinga wale. Mimi nadhani nilifuata zaidi sana kufunga manjia ya kutoka milimani kuangukia miji ya Swima, miji ya Makobola, miji ya Lusambo, miji ya Mboko. Ndicho maana yangu. Na nitarudia hapo hapo Uvira. Sawa, sitaishi Uvira bila kuangalia huko na adui iko anategemea kupasua njia zote. Na wale mwenye kwa na mawazo ya ile kama ninakimbia ni mjinga. Makobola, mambo ya Makamba ni Makamba ya vile viongozi. Unajua gisi mamuvuma za wazalendo gisi ziko za mingi na Makamba yao ni ya mingi, hawajitambue. Na wengine wameishi katika mafro kule, wengine ndio wanaishi katika Makamba na kupiga masasi ovyo ovyo, hawajitambue kama ni wanani. Sasa ni jeshi lenye alifunga. Ndio. Wapendwa ukaujua. Ndio. Niko katika mvuma apele. Na ndio mvuma ule ambatana mvuma ya kwanza ya MNC Lumumba wakati independence. Ilikuwa ni ile. Nilianzia hapa Fizi Mboko Kwa sera nasema kwa sera zipi kama vile adaji yenu gani kwa ajili ya kukomboa nchi? Mna kauli mbiu gani ambao mnajifunza kwa ajili ya kukomboa nchi? Kukomboa nchi ni ujuzi wa watu wote. Mtie ujuzi pamoja na muungane nyinyi kwa nyinyi na mjue ubebero umetoka wapi na ugandamizi umetoka wapi. Na wakati mnajua ile mtajiunga pamoja na mtafika tu. Ndio maana yake. Sawa, ujumbe wangu kabisa ni kuelekea kwa vijana wa territory ya Fizi katika sekteri ya Tanganyika, kwa sababu ndio nitakuwa na kikao mwele sekteri. Ujumbe yangu ni kuonyesha wa vijana wawe pamoja kufika adui na waingie wote jeshini. Hapana ile ujinga ya kukimbia nchi yao, kuachia adui nafasi ili wakimbie nchi yao. Kwenda kuitwa mgeni katika nchi nyingine ni upumbavu na ni laana. Umbe wa vijana wote kuanzia huko Makobola mpaka Lweba kule, naweza nikawapatie ule ujumbe wawe pamoja na wawe na mie pamoja. Sababu sio mwanzo nipiga adui wakati wa songa mbele, nikaenda wakati wa RCD mpaka hivi niko na msimamo tu. Siku wake mvya rushwa na zaidi. Na msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni kupitia sauti ya kamanda wa wazalendo Paswima Mayele ndipo tumetamatisha kwanza taarifa zetu za habari ambazo tulikuwa tunakujuza hali halisi inayojiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu ya Kusini, na ambako utaweza kujuzwa vya kutosha endapo unaendelea tu kusalia na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Msikilizaji, asante. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja maana katika ulimwengu huu sasa media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.